Ikiwa kampeni za no reforms no election inaweza kuendelea, sasa kuna taarifa ambayo imeweza kutoka ya kwamba chama cha demokrasia na maendeleo yani Chadema kimeweza kuzuiwa kwa siku 14 kufanya shughuli zake zote zile za kichama na mahakama kuu ya Tanzania masjala ndogo ya Dar es Salaam. Zuio hilo pia ambalo linatokana na kesi namba 8323 ya mwaka 2025 iliyofunguliwa na aliyewahi kuwa makamu mwenyekiti wa Chadema Zanzibar Said Issa na wenzake wawili, ambao imetolewa uamuzi na jaji Hamidu Mwanga ndiye ambaye ameweza kutoa uamuzi huo. Sasa uamuzi huu pia umeweza kutolewa huku Chadema ikikosoa mwakilishi wa kisheria baada ya wakili Jebra Kambole ambaye pia alikuwa akisimamia kesi hiyo kujitoa kabla ya kuweza kutolewa uamuzi, akidai kwamba kutokusikilizwa kwa hoja zao. Hatua ya Chadema kuweza kuzuiwa kufanya shughuli hizo inatokana na maombi yaliyowasilishwa mahakamani hapo na jopo la mawakili wa mlalamikaji ya kwamba liwekwe zuio hilo hadi kesi ya msingi itakapoanza kusikilizwa Juni 24 mwaka 2025. Mbali na Mohamed, wengine ni makamu mwenyekiti mstaafu wa chama hicho Ahmed Rashid Hamis na Maulid Ana Komu wanaojitambulisha kama wajumbe wa bodi ya wadhamini. Sasa katika kesi hiyo ya madai ya namba 8323 ya mwaka 2025, wadaiwa wanaomba mahakama hiyo itamke na kuamuru amri za kuweza kutamka kuwa wanadai wamekiuka sheria zinazohusiana na vyama vya siasa na katiba ya chama hicho. Wamechukua hatua hiyo na kuomba mahakama iamuru na kuweza kutamka hivyo, wakidai kuwa na mgawanyo usio sawa na mali za chama na rasilimali za kifedha kati ya Zanzibar pamoja na Tanzania bara huku. Pia wanadai kuwa kuna ubaguzi wa kidini na kijinsia pamoja na kutoa maoni na matamko yaliyo na nia ya kuvuruga muungano kati ya pande hizi mbili, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na kule Zanzibar. Sasa imeweza kufungiwa takriban siku 14 kuanzia siku ya leo mpaka tarehe 24 ya mwezi huu wa 6 mwaka 2025, ndipo wataruhusiwa kuendeleza mapambano yao au kuendeleza mikutano yao. Masuala mazima ya no reforms no election ndio yataweza kuendelea. So kwa sasa hivi hautaweza kushuhudia mkutano wote ambao utakuwa umeanzishwa na chama cha Chadema kutokana na zuio hili ambalo limeweza kutokea. Takriban siku 14 wanatakiwa kutulia, wanatakiwa kupoa. Sasa kuna watu pia ambao bado wanaendelea kutuma masuala mazima ya comments za no reforms no election, basi wataweza kuendelea au na wenyewe watasimamika ndani ya siku hizo 14. Mimi na wewe hatujui. Drop comment yako hapo kuhusiana na hili. Je, ni sahihi kwa upande wako? Utakometisha kinoma noma.